Hii ni SQF Habari, mimi ni Boniface Allen. Karibu sana mtazamaji wa SQF TV. Serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA inatarajia kuanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kilomita 102 za barabara katika maeneo ya vijijini, hatua inayolenga kuboresha miundombinu ya usafiri na kurahisisha huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akizungumza na wananchi wa kata ya Lugunga wilayani Mbogwe mkoani Geita, ambapo wamesema serikali imejipanga kuhakikisha barabara za vijijini zinaboreshwa kwa kiwango cha lami sambamba na uwekaji wa taa za barabarani ili kuongeza usalama na kuchochea maendeleo. Na ametoa ahadi hapa, najua ni kiu yenu ya barabara. Tumemaliza kuunganisha wilaya kwa wilaya, mikoa kwa mikoa. Sasa ni zamu ya barabara za ndani. Na ndugu zangu wa Mbogwe, wilaya ya Mbogwe, hapa ukiacha barabara ambazo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema ya kutoka Lugunga kwenda Kanegere, ya kutoka Masumbwe kwenda mpaka Halmashauri, lakini bado kuna mradi wa RISE wa ujenzi wa lami vijijini, na wilaya ya Mbogwe mna kilomita 102 ambazo zipo hapa kwenu kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami za vijijini. Tunataka vumbi lipungue. Wakati nakuja huku nimeona mmejenga nyumba nzuri sana, watani zangu Wasukuma, ila magari yakipita sasa vumbi lote linabaki kwenye bati na linafifisha mpaka rangi ya nyumba. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaleta mpango kupitia TARURA wa ujenzi wa kilomita 102 barabara za lami vijijini, na haya yalisemwa na mtayaona matokeo yake. Lakini barabara kubwa hii ya TANROADS, barabara kubwa hii ya TANROADS, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema atamleta mwenyewe mkandarasi ampitishe kama mbio za mwenge vile, hakuna kuruka kijiji. Kiu yenu ni kuona jambo hili linatimia. Ndoto za vijana wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Arusha zimeanza kupata mwanga baada ya jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani mkoani humo kuzindua mpango wa kuwabaini na kuwapa mafunzo ya udereva bila malipo, hatua inayolenga kuwajengea ujuzi na kuwainua kiuchumi. Akizungumza leo mara baada ya kufungua mafunzo hayo, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha ACP Zauda Mohamedi amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kuwawezesha vijana ili kuwaondoa kwenye mazingira magumu yanayoweza kuwashawishi na kujihusisha na uhalifu kwa kuwapatia ujuzi utakaowajengea uwezo wa kujitegemea. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha tunaendelea na mpango wa kuwabaini na kuwafikia vijana wanaoishi katika mazingira magumu mitaani. Lengo likiwa ni kuwapatia mafunzo maalum ya udereva, mafunzo yatakayowezesha kujiajiri au kuajiriwa. Mafunzo ya udereva kwa vijana hawa yatatolewa bure kwa kushirikiana na vyuo vya udereva ambavyo vipo katika mkoa huu wa Arusha. Na tumechukua vijana katika maeneo mbalimbali. Tumechukua vijana kutoka katika vituo vya kulelea watoto wenye changamoto ya malezi, lakini pia tumechukua vijana kutoka sehemu za kuegesha magari, lakini vijana wengine wanatoka sehemu za kuosha magari, lakini vijana wengine ni wale ambao wanatoka sokoni, wale vijana wanaotumika kubeba mizigo kwa wateja, lakini pia tumewafikia kundi hili la wapiga debe
katika vituo mbalimbali vya daladala, na baada ya kuhitimu mafunzo haya tutawasimamia, lakini tutawezesha kupata leseni na tutawasimamia katika hatua zote za upatikanaji wa leseni hii, na leseni hizi watazipata bure. Na ni imani yetu kwamba mafunzo haya ni chachu ya mabadiliko ya maisha yao kwa kuwaondoa katika mazingira hatarishi, lakini pia kuwaepusha katika vitendo vya kihalifu, lakini pia kuwajengea ujuzi ambao utawawezesha kiuchumi na kimaendeleo. Najishughulisha na shughuli za kupakia mizigo. Niko hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa mkuu wa matrafiki kwa wa Arusha kwa hii fursa aliyotupatia sisi kama vijana ya kutuwezesha tuweze kufundishwa mafunzo ya udereva. Mimi binafsi na kila sababu ya kushukuru, kwa sababu mimi sikuwa na matarajio kwamba nitakutana na fursa hii. Na wala sikuwahi kuwa na kwa chini nikafikiri kwamba kuna siku na mimi nitakuja kupata leseni ama kuna siku nitakuja kuendesha gari. Baada ya mafunzo na mimi atanisaidia pakubwa sana, kwa sababu nitakuwa kwanza na ile kujiamini, kwa sababu nitakuwa na leseni yangu, nitaweza kuingia kuajiriwa popote pale kwenye makampuni, serikalini. Nimetokea katika kituo cha kulelea watoto yatima Kindness Children Care. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa polisi kwa kutupatia fursa hii ya mafunzo. Tutazingatia masomo kwa bidii ili tufanikiwe siku za usoni. Najishughulisha na shughuli za uoshaji wa magari. Tunashukuru kwa kupatiwa hii fursa, kama mama alivyotuelezea kwamba ameamua kutufadhili, na sisi tumeipokea kwa mikono miwili hii fursa. Tunamwahidi kwamba tutaitendea kazi na tutakuwa waaminifu popote atakapotutuma, na tutakuwa watiifu. Baada ya kupata haya mafunzo ninaamini Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amelitaka Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania NACTVET mkoani Mbeya kuwasilisha ripoti maalumu yenye mchanganuo wa vyuo vyenye ubora na visivyo na ubora ndani ya mwezi mmoja, na kisha kujitathmini ikiwa kazi yao ya ufuatiliaji na ukaguzi wa vyuo kama uko vizuri au la. Malisa amesema mkoani Mbeya bado kuna changamoto hiyo ya baadhi ya vyuo kutokuwa na ubora wa hadhi ya kutoa mafunzo, na kuongeza kuwa hata vile vyenye hadhi baadhi hutoa kozi kinyume na maelekezo yaliyowekwa kwenye leseni au kibali chao, ambapo amekitaja kitendo hicho kuwa chanzo kikuu cha udumavu wa ustawi wa elimu ya vyuo. Nafurahi kwamba kulikuwa na uwakilishi wa NACTVET, na mimi natumia jukwaa hili kuwaagiza, bado Mbeya tuna vyuo havina ubora na nyinyi mpo. Bado Mbeya kuna vyuo havina ubora, tunapata tabu. Kuna maintern wamechukuliwa pale ofisi ya mkuu wa wilaya, afisa tawala shahidi, hawezi kuandika hata barua ya kujitambulisha. Sasa huyo mtoto tunamtengeneza aweje? Nadhani ubora wa elimu tunayopata lazima tuipe kipaumbele, na nyinyi ndio mwenye jukumu hilo. Mbeya oye! NACTVET oye! Mimi naomba nitumie jukwaa hili kuwapa mwezi mmoja nipate ripoti ya vyuo vyote. Kuna vyuo vya ajabu vimeibuka huko mtaani na vinatoa elimu na vinakusanya ada. Tupate kujua vyuo bora, tuwaambie wananchi wasipoteze fedha. Vingine havina usajili au vina usajili ile vinatoa kozi ambayo havijapewa ruksa ya kutoa. Na vyote haya yanafanyika kwa hasara ya mwananchi wetu. Sasa tuna chuo kama Ifisi, kina facilities za kutosha, kina credentials za kutosha, na wapongeza mliopata nafasi ya kupita hapa. Na niwatake NACTVET kujitathmini kidogo, kuongeza nguvu kwenye usimamizi wa taaluma zinazotolewa kwenye hivi vyuo. Maelekezo ambayo mgeni rasmi ameyatoa, sisi kama NACTVET ambao tunashughulikia ubora wa vyuo na mafunzo ya ufundi, tunapokea na tunakwenda kuyatekeleza ili tuweze kuvisimamia vyuo na viweze kutoa wahitimu ambao ni bora na wanaoweza kuajirika. Tutakwenda kuyafanyia kazi kama taasisi. Taasisi imeendelea kuweka
utaratibu wa kununua madoli mbalimbali kwa ajili ya kufundishia na hasa ambayo yatakuwa kwenye level ya electronic. Lakini pia taasisi kushirikiana na uongozi wa Kanisa la Uinjilisti Tanzania inaendelea kufuatilia wadau mbalimbali ambao wataweza kutusaidia katika kumalizia ujenzi wa ile clinical laboratory. Miongoni mwa mafanikio tulionayo katika taasisi yetu ni pamoja na taasisi yetu kukua na kuaminika na Baraza la Mitihani la Elimu ya Ufundi wa Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani NACTVET. Hivyo Mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro usiku wa kuamkia Julai 23 aliongoza operesheni maalum ya kumtafuta na kumwokoa mwanafunzi Kwadu Shimwenda ambaye anadaiwa kuwa katika hatari ya kulazimishwa kuolewa licha ya kufanya vizuri katika masomo yake. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mwanafunzi huyo alipata daraja la pili katika mtihani wa kidato cha 4 na kuchaguliwa kujiunga na kidato cha 6 katika shule ya sekondari Katavi Girls. Hata hivyo, ilidaiwa kuwa baadhi ya walezi wake walikuwa na mpango wa kumkatisha masomo yake na kumwozesha. Odi hapa, mjambo. Mjambo. Marhaba. Mimi naitwa Mtatiro, ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga. Na nimekuja mpaka hapa, nilikuwa namtafuta mwanafunzi anaitwa Kwandu. Kwenye orodha ya wanafunzi wote ambao ninao ambao wamepangwa kwenda kidato cha 5 shule mbalimbali, wewe inaonekana ndio hujaenda kujiunga. Salama, mimi naitwa ndugu Mtatiro, ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga. Mbani, kwa nini mpaka sasa hivi hajaenda kuripoti shuleni? Tulianza kwanza tukazungumza kifamilia kwa sababu changamoto ambayo sababisha mtoto asiende shule. Ndio. Swala la kiuchumi. Kiuchumi hatuko vizuri kwa sasa hivi. Ndio. Hiyo ndio changamoto iliyopo. Kwa sasa hivi ndio tunajiandaa, tunatafuta hayo mahitaji ili mtoto aweze kwenda shule, lakini sio kwamba hivi hataenda, mtoto kwenda ataenda. Sasa mnapoanza kunikomandi, unajua hapo mnataka kutumia mabavu ya kukomandi mtu. Mimi nimeshasema kwa sasa hivi uchumi hauko vizuri. Najiandaa nitafute ile kitapatikana mtoto ataenda shule. Hata huyo mtendaji nilizungumza naye. Na hata huyo mwalimu alienda kushtakiwa hilo jambo na yeye pia nilizungumza naye nikamwambia. Akasema huyo mwalimu kwamba anajitokeza kumsomesha. Mimi sikukataa. Nikamwambia kama mnahisi ni sahihi, mimi siwezi nikawazuia, njoni tukae mezani. Kajibu kuwa sisi mpaka tutapojipata, akamjibu mwalimu mkuu, siku yoyote tutapopata au tupe hela, wewe kama una hela basi tumpeleke shule. Wanakuambia wewe mtendaji kama una hela ndio wapi wampeleke mtoto shule. Unajua utaratibu wa sheria ndani ya nchi yetu, na unajua kwamba kama huyu mtoto hapelekwi kidato cha 5 serikali inapaswa kuchukulia hatua za kisheria. Mabinti wote wameshapelekwa na vijana wote wameshapelekwa, kasoro mtoto mmoja anaitwa Kwandu. Wewe uko serious wewe? Na nataka nikuambie kwamba wazazi ambao wamepeleka watoto kidato cha 5 ni wazazi wa maisha ya kawaida. Na kabla mimi sijaje hapa kwako, nimesha kufuatilia wewe unafanya nini, nimeshafuatilia mpaka watoto wako wanasoma wapi, najua kila kitu kukuhusu. Wewe ndio unataka kunidanganya kwamba huna uwezo wa kununua uniform huyu mtoto akaenda shuleni? Nilikuwa nasomea Mastekelo Division 2. Kwenda kusomea Katavi Girls. Tatizo ni fedha, ndio maana sijaenda shule. Yaani mimi namwambia mtoto ampeleke kidato cha 5, mtoto amechaguliwa kwenda CBG, anunue uniform na vitu vingine ampeleke kidato cha 5, yeye anasema kwamba mimi nataka kutumia mabavu. Paka mimi nakuja hapa, taarifa za kina nilizonazo ni kwamba nyinyi familia mnataka kumuoza huyu binti. Oh yes, mimi na taarifa najua. Nasema hivi sio yeye. Mimi nakueleza taarifa nilizonazo, mimi si ndio mkuu wa wilaya. Mnataka kufanya ujanja mwende mbele na nini halafu msimpeleke mtoto shuleni. Familia ina uwezo kabisa, mmeweka kwa mipango yenu huyu binti ataolewa na nani? Kwa hiyo upande wa serikali tutasimamia mpaka uende kidato cha 5. Nenda kasimamie ndoto zako. Dunia sasa hivi haitaki mabinti kama nyinyi. Muachwe tu mkae nyumbani kwamba mtafutiwe wanaume wakawaoe, mkaolewe. Huku hamna mipango yoyote, hamna ujuzi wowote, hamna kipato chochote. Ndio tunataka kwenda kuleta shida huko mbeleni kwenye taifa. Kwa hiyo haikubaliki. Wipi? Hebu tuondoke na huyu mama. Tuondoke na huyu mama.
Sawa. Hebu ripoti kesho Central Police. Nasema hivi, ripoti kesho Central Police Shinyanga. Haya, sawa. Wewe sema uko mbali. Tunaondoka na huyu mama. Nataka mtoto aende shule, wewe unataka kuniletea masiara hapa. Na nataka mtoto aende shule, wewe unataka kuniletea masiara. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo amesema chanzo cha ajali ya malori mawili yaliyogongana uso kwa uso ni uzembe wa dereva wa lori lililokuwa limebeba mchanga likielekea Chalinze kuacha njia na kugongana na lori ambalo lilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfa na kusababisha kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume ambaye ni mtu mzima, huku majeruhi wawili wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Kamanda Kantimbo amewataka watumiaji wa vyombo vya moto kuzingatia sheria za usalama barabarani na hasa madereva wa malori ya masafa marefu. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 majira saa 11 alfajiri hapa katika eneo la Mafiga manispaa ya Morogoro umetokea ajali iliyohusisha malori mawili. Lori la kwanza ni lori aina ya Scania lenye namba za usajili T738 DQD ikiwa na tela T703 DVQ. Ilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfa ikitokea Dar es Salaam kuelekea Kongo. Iligongana na lori lingine ambalo limetokea maeneo ya Rugono kuelekea Chalinze. Ilikuwa limebeba mchanga na lori hili limeteketea kwa moto. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa lori aina ya FAU lilikuwa limebeba mchanga ikielekea Chalinze, ambaye aliacha upande wake akaenda upande wa kulia zaidi na kugongana na lori hili lilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfa. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume, mtu mzima ambaye ametoka kwenye gari la lililokuwa limebeba mchanga aina ya FAU, lakini majeruhi kwa watu wawili ambao ni Godson Samson Mushi miaka 42. Huyu ni dereva wa lori aina ya Scania, na utingo wake ambaye ni Meshak Mushi miaka 24. Hawa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa kwa Morogoro. Nitoe wito kwa watumiaji wote wa barabara kuzingatia sheria ya usalama barabarani, na hasa wa madereva wa malori ya masafa marefu wapate muda wa kupumzika ili kuepusha madhara haya yanayotokana na hizi ajali. Mwanamume mmoja aliyefahamika kwa jina la Shabani Saif Kawili mwenye umri wa miaka 46, mkazi wa mtaa wa Ikindwa, kata ya Mapambano, manispaa ya Tabora, amefariki dunia katika tukio lililotokea nyumbani kwake. Baadhi ya ndugu na majirani wamesema marehemu alidaiwa kuwa na mgogoro wa kifamilia siku moja kabla ya tukio hilo. Hata hivyo, chanzo rasmi cha kifo chake bado kinaendelea kuchunguzwa na mamlaka husika. Naitwa Saifu Musa Kawili. Mahusiano ya mimi na huyo aliyejinyonga, mwanangu wa pili katika uzao wangu mimi. Huyu bwana amezaliwa mwaka 80. Mara ya mwisho kabisa nimekuta mimi wamekorofishana na mke wake. Nikamwambia hivi, bwana, kama inawezekana achana naye, dunia hii ni kubwa, lakini zaidi ya hapo hamtaachana salama. Tukaachana. Sijaonana naye tena masika nzima, kiangazi chote, yani paka masikiki kiangazi kimekuja. Huyu bwana sijaonana naye. Sijasikia ugonjwa wake, na kuja kupigwa saa 11 alfajiri, Shabani amefariki. Kwa hiyo nimekuja kweli kufika kumkuta mwanangu kajinyonga. Hata kama wewe ungeshindwa, hamliki mwanaume
hashauriki. Unaweza kaitirafiana mwanamke akaondoka, akaja nikamwambia bwana moja niache siku 2-3, unaona tena hata kama redio ndani itauzwa anaondoka na kwenda. Hata kama nini kitauzwa anaondoka na kwenda. Mwisho akaniambia bwana we, kama nipengepatikana mganga ukaweza kunitengenezea yule mwanamke nikaachana naye, hivi tunashindwa kumwacha. Sasa ningefanya nini mimi? Bwana mambo ya ndani siwezi kujua. Kwa majina naitwa Shabani Rashid Rupia. Muda wa saa 11 na dakika kama 40 au 30 nimepigiwa simu na mwenyekiti wa zamani ambaye ni jirani wa marehemu, anaitwa Mihayo, kwamba ndugu yako amejinyonga. Kwa sababu aliyejinyonga mimi ni binamu yangu, mtoto wa mjomba wangu. Nilipofika nikaingia mpaka ndani kukuta chumbani ameninginia akiwa amejinyonga. Watoto wameamka hiyo saa 11 kama na robo. Wana kawaida ya kujiandaa kwenda shule, baba yao huwa anawapeleka shule. Wakawa wameenda kumuita baba yao ili awapeleke shule, kufika wakakuta amejinyonga. Huyu mtoto mkubwa ambaye yuko darasa la 4 akaondoka kwenda kwa jirani, kwa bibi mkubwa hapo. Akaenda kutoa taarifa, baba tunamwamsha atupeleke shule, lakini kaninginia kwenye kamba. Kwa hiyo jirani ndo aliyekuja kubaini kwamba huyu mtu amekufa. Mkewe sikumkuta, lakini kwa taarifa kwamba walikuwa na ugomvi na ameondoka kwenda, hatufahamu aliko kwenda, ila yeye ni mtu wa Sikonge. Sasa kama kaenda nyumbani kwao hatutambui au kaenda sehemu tofauti, hatuna uhakika. Ugomvi ulikuwa hauishi, mara kwa mara wanagombana, na mara nyingi amenishirikisha katika hali ya kuweza kumsaidia ili waweze kuachana naye, kwa sababu alikuwa anashindwa kuachana naye kwa upendo aliokuwa nao kwa mke wake. Ila alikuwa anakuja kuomba ushauri, nisaidieni ndugu zangu, kama hata kuna mtaalamu wa kienyeji anaweza kanitengenezea dawa nikaweza kumuacha huyu mwanamke, nitakuwa mmenisaidia, nashindwa kumuacha. Kwa majina anaitwa Farida, ni jirani yake na marehemu. Mimi ndio nilompigia simu mwenyekiti kwa sababu taarifa tumezipata saa 11. Watoto walikuja kwa bibi pale, bibi akanipigia mimi simu, umeona, ndio tukawa tumesogea kukuta kweli mtu amejinyonga. Maamisho ni jana jioni tulionana naye. Na tulikuwa yani marehemu ni jirani yangu, kwa hiyo tukikutana watu tunazungumza ni mengi hapa na pale. Basi marehemu alikuwa ni mtu wa kawaida tu, ila mengi zaidi mimi sielewi. Mpaka kufikia jana mchana mwanamke wake alikuwepo, maana tumeenda kuchota naye maji, tumerudi mpaka kufikia jana mchana. Mara mwisho nimeonana na mwanamke wake kwa mida kama ya saa 9 hivi au saa 10. Kwanza kwa naye wajua marehemu na mke wake hawezi kujua hata kama walishawahi kugombana ndani, kwa sababu marehemu na mke wake yani walikopo, yani anapokanyaga marehemu na mke wake nyuma, atakapokuepo mke wake na marehemu pembeni, yani ni watu ambao hata siwezi ukiambiwa kama walikuwa wana ugomvi, yani huwezi kuamini, kwa sababu ni mtu yani kila anapoenda, hata sokoni popote wanapokanyaga lazima wote wawepo. Kwa hiyo kujua vitu vingi ni ngumu, kwa sababu ni watu walikuwa wanapendana sana. Naitwa Hamisi Mshokela, natokea Ikindwa. Taarifa za marehemu kwa kweli nimezipokea kwa uchungu, nasikitika sana. Ilikuwa saa 11. Saa 11 nilipigiwa simu na Farida, nikaambiwa kaka yako huku amefariki. Sikuamini kwa kweli nilipozisikia zile taarifa, kwa sababu kaka yangu alikuwa mpole sana. Ikabidi nimpigie baba nimpe taarifa baba. Kaambia huko anasema Shabani amefariki. Baba akaniambia kweli unachosema? Nikasema lakini mimi pia nimekuja huko sasa sijaamini kama kafariki. Nilipofika hapa ndo nikakuta kajinyonga. Mara mwisho kuongea kama wiki moja hivi iliyopita tulikutana, kuna binti yetu alijifungua ambaye ndo mtoto wake. Kwa hiyo tulikuwa tumeenda kumuona wote kama mzazi. Alikuja yeye na mke wake na pikipiki. Walikuwa wamebeba debe la mpunga. Kwa wakati mimi natoka wao wakaingia, ikabidi mimi nirudi. Kwa hiyo tukakaa tukazungumza, baadaye mimi tulikuwa tumeinuka wote kwa pamoja tumeondoka, ndio ilikuwa mara ya mwisho kumuona. Marehemu alikuwa na ugomvi na mke wake, ila isipokuwa sasa tunajua mambo ya ndani ya ndoa. Huwezi kuyaingilia sana. Ila ugomvi hapa na pale walikuwa nao. Kwanza wito wangu kwa baba, wapunguze roho za kujinyonga jamani. Maana wanaliangamiza taifa, kwa sababu binadamu sisi tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo kama mtu anachukua uamuzi wa kujinyonga, kwa kweli anakuwa amelididimiza taifa kwa namna moja au nyingine. Kwa majina anaitwa Ana Stanislaus Sigusa, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ikindwa, kata yetu ya Mapambano. Ilikuwa muda wa saa 11:30 nilipigiwa simu na mwananchi ambaye ni jirani ambaye ni Farida.
akawa ameniambia, mwenyekiti, kuna mkazi wako huku amefariki ambaye ni baba Kulu amejinyonga. Nikamwambia basi mimi nakuja, ikabidi nije. Tulipofika hapa kweli tukakuta amejinyonga, ila kitu hiki kiliniuma. Naongea kwa ufupi tu, kwa sababu huyu baba sijawahi kupata changamoto yake yoyote kati ya yeye na mke wake. Nimekuja tu kusikia moja kwamba amejinyonga. Kiupande wa wananchi na kwa upande wa raia, sijawahi kusikia amekwazana na jirani yake yoyote yule, wala hatujawahi kupata changamoto yoyote kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa. Alikuwa ni raia mwema ambaye hana shida na mtu, ila ni pengo. Alafu pia ameweka doa kubwa kwa watoto, kwa sababu tukio lote hili wamelishuhudia watoto, na watoto ndio wametoa taarifa. Ombi kwa wakina baba, sisi kina mama kweli tunawakwaza kina baba, lakini niwaombe sana kina baba, kama wana kitu moyoni waseme kuliko kuchukua maamuzi magumu kama haya, kwa sababu tayari amewaacha watoto katika upweke. Amewaachia watoto ukiwa, ambapo yeye baba ndio alikuwa msimamizi na ndio alikuwa kiongozi wa familia. Kama hivi watoto walikuwa wanamwamsha wapeleke shuleni. Kwa tayari amewaachia watoto doa kubwa, na tayari amewaachia uyatima mkubwa sana. Na pia hata sisi kwenye mtaa wetu ni pengo kubwa, tumeondokewa na mkazi. Na niwaombe kina baba, tena narudia, hiki kitendo kisijirudie. Sio kwa kina baba, hata kina mama. Tuna changamoto, tusichukue maamuzi magumu. Tutoe taarifa, tupate ushauri, kwa sababu pale tunapopata ushauri tayari tutakuwa tumefungua mioyo yetu kuliko haya tunayoyafanya kwa sasa. Ni msiba mzito na ni janga zito, na limeweka doa katika mtaa wetu. Na kufikia hapo, mtazamaji wa SQF TV, ndo tunahitimisha habari tulizokuandalia katika siku hii ya leo. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kwa niaba ya mwandaji Pendo Godson, mimi ni msomaji wako Boniface Allen.